pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo kutoka katika kitabu cha Yohana sura ya 15 na ule mstari wake wa 5. Anasema, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Haya maneno nimeyatafakari, najiuliza kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Je, ni neno gani? Ni maneno ni jambo gani? Yani hayo mambo anayozungumzia Yesu Kristo ni mambo ambayo yana category kwamba kuna mambo fulani na mambo fulani ambayo alikuwa anazungumzia. Yani nikiwa namaanisha kwamba ni mambo ya kidini tu, ni mambo ya imani tu, ni mambo ya kidini au na mambo tu ya duniani ya kawaida tu, haya alikuwa ameyaweka pamoja. Nikaja nikagundua kwamba sio tu mambo ya imani, sio tu mambo. Nikisema mambo ya imani, jambo lolote ili tulifanya tunakuwa na imani. Hakuna mtu anaishi pasipo imani, lakini ninachotaka kusema hapa ni sio jambo tu la kidini, sio jambo tu la kidini kwamba mambo ya kimungu tu ndo alikuwa anayazungumzia, labda kuhubiri Injili, labda kuomba, kusoma neno, kwenda kanisani, kuponya na kitu kingine chochote kile, kutoa sadaka, labda ndo alizungumzia hayo tu. Hapana, hapa alilenga mambo yote yanayotuhusu tunapokuwa hapa duniani na hata baada ya hapa duniani. Mambo yote yanayotuhusu, anasema pasipo yeye sisi hatuwezi pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote. Hatuwezi jambo lolote bila Yesu. Hatuwezi jambo lolote, hatuwezi jambo lolote pasipo nani? Pasipo Yesu Kristo. Unaweza kuwa unajiuliza, unasema mbona kuna watu hawajaokoka, hawana Yesu, lakini kuna mambo anayafanya, kuna vitu anafanya, kuna vitu anafanikiwa, kuna vitu sawa. Inaweza kawa kwa namna hiyo, ukaichukulia namna hiyo, ukahisi kwamba wanafanya na wanaweza kwa ajili ya kwa uwezo wao au kwa nguvu zao. Lakini unatakiwa ujue jambo hili ya kwamba Biblia inasema kwamba hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Hivi unajua kwamba Mungu anaweza akamtumia mtu ambaye hata hajaokoka kwa lengo tu ya kulitimiza kusudi lake, kwa sababu kuna mtumishi wake fulani, kuna kazi yake fulani anatakiwa ifanye, anatakiwa itimie, lakini anamtumia mtu ambaye hata hajafanyaje, hajaokoka kabisa, anamtumia kwa lengo la kulitimiza kusudi. Na wakati mwingine Mungu anaweza akaachilia wazo la kufanya kitu cha kiubunifu, cha kiuvumbuzi, akaliweka ndani ya mtu, na huyo mtu hajaokoka kabisa, lakini anajua kabisa jambo hili likifanikiwa litaweza kurahisisha jambo fulani, jambo hili likifanikiwa litaweza kutimiza unabii fulani, kwamba Biblia imeandikwa kwamba nyakati za mwisho maarifa yataongezeka, Kwa hiyo Mungu aliweka namna hiyo kwamba maarifa yataongezeka, kwamba kuna mambo mengi yatatokea, kama hivi ambavyo mimi naweza nikaandaa somo na nikakutumia ukalisikiliza mahali popote pale. Zamani ilikuwa ni ngumu sana, lakini katika hizi nyakati za mwisho tunaona mambo hayo yamewezekanika. Na ukifuatilia unaweza kugundua aliyegundua jambo hili hata hajaokoka, lakini Mungu alimtumia kwa lengo la kutimiza unabii, kwa lengo la kulitimiza kusudi lake. Kwa hiyo pasipo Yesu sisi hatuwezi neno lolote. Na pale inaposema kwamba mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa
cha Bwana. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Hilo ni jambo unatakiwa ulijue, unatakiwa ulielewe. Kwa hiyo unapoishi hapa duniani, unapofanya jambo lolote, unatakiwa ujue Mungu ameliamuru, Mungu ameliruhusu liweze kutendeka na kufanyika na kutokea. Sasa basi hapa Yesu alikuwa anazungumza nini? Yesu alichokuwa anakizungumza hapa, alikuwa anazungumza kwa watu ambao wameokoka, wamempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Alikuwa anajaribu kuwaelekeza, kuwaonyesha, anatuelekeza kwamba haina haja tufikiri kwamba tutafanyaje. Na ndio maana hata kuna sehemu zingine anapoagiza anasema watakapowashtaki na kuwapeleka mbele za wakuu, msifikiri neno gani mtasema, nini mtasema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafunulia saa hiyo hiyo nini cha kusema. Kwa hiyo uwe una uhakika ya kwamba Yesu Kristo akiwa ndani yako na wewe ukiwa ndani yake, anasema anakuwezesha, anatuwezesha kufanya jambo lolote, Na ndio maana ukisoma kwenye hii mistari, kuanzia mstari wa kwanza, hebu tuisome hapo mstari wa kwanza. Na kitu unachotakiwa kunielewa hapa ni kwamba Yesu anatamani tufanye mambo yote kwa usahihi na kwa ufasaha. Kuna somo nilifundisha nikakwambia fanya kitu sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi. Kwa hiyo Yesu Kristo anatusemesha, anatuambia kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi. Anataka tufanye kwa namna hiyo. Hilo jambo lolote analolisema, neno lolote analolisema hatuwezi kulifanya, maana yake anataka tufanye kwa namna hii. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unaona unafanya kitu, kumbe haukifanyi kwa wakati sahihi na wala sio mahali sahihi, au uko mahali sahihi lakini haufanyi kitu sahihi wala haufanyi kwa wakati sahihi. Kwa hiyo anachotaka ni kwamba tufanye neno lolote kwa wakati sahihi, mahali sahihi na kitu sahihi. Kwa hiyo ukisoma hapa, alikuwa anajaribu kueleza, anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Unaona, anazungumza na watakatifu. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa habari ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Na tusipokaa ndani ya Yesu Kristo, hatuwezi kuzaa matunda yanayo mletea Mungu utukufu. Hatuwezi kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi kama tusipokubali kukaa ndani ya Kristo Yesu. Na unaweza ukaona unafanya mambo yako yanafanikiwa na nini, lakini mpendwa rafiki yangu, kama haujakaa ndani ya Yesu Kristo, unaweza kuwa unajilisha upepo. Sulemani alifika mahali akasema mambo yote ni ubatili, ni kujilisha upepo. Lakini tunawaona watu waliomuishi Mungu maisha yao yote, wanaondoka duniani kwa ushindi mkuu. Wanaondoka kwa ushindi mkuu kwa sababu walitembea na Yesu, walikaa na Yesu. Yesu akawaongoza kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi. Hawana majuto juu ya maisha yao. Rafiki yangu, kuna mambo unaweza kuona yafanya sasa hivi, unaona kama unafanikiwa sana, unaona kama unatenda kweli, lakini utakuja kufika mahali na wakati utasema mambo yote ni kujilisha upepo. Kwa nini? Maisha yako unayaishi, haufanyi kitu sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi. Ndiyo, kuna vitu unavifanya lakini sio sahihi na wala sio
hauvifanyi kwa mahali sahihi. Kwa hiyo itafika mahali utaona mbona kama nimejitaabisha bure. Lakini ukimuishi Yesu Kristo, Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kwa nini? Haishi ili mradi aishi, anaishi kwa sababu Yesu Kristo ameamuru aishi, na mambo anayoyafanya hayafanyi kwa sababu anaamua kufanya au ana uwezo wa kuyafanya. Anafanya kwa sababu ni Kristo anamwezesha kuyafanya. Kwa hiyo anachokiishi ni kile Kristo anakitaka, na ndio hilo Yesu anasema mstari wa 4, mstari wa 5 anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Pasipo Yesu Kristo sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Si kana kwamba hatuwezi kufanya, tunaweza kufanya, lakini ukifanya nje ya Yesu Kristo utajikuta unafanya nje ya mapenzi ya Mungu. Unaweza kuwa unafanya vitu nje ya mapenzi ya Mungu, na unaweza ukajikuta unafanya kitu ambacho hakimletei Mungu utukufu. Na wakati mwingine unaweza ukawa kama Farao. Farao alitumiwa na Mungu. Farao yule wa kipindi kile cha wana wa Israeli walipotakiwa kurudi katika nchi yao, alitumiwa na Mungu kwa kutaka kulitimiza kusudi. Alikuwa anafanikiwa, ndio mambo yake alikuwa anafanikiwa na nini, lakini hakuwa katika ile njia ambayo ingemwezesha yeye, ingemsaidia yeye kumrudishia Mungu utukufu na kumfanya yeye baada ya maisha hapa duniani aweze kurithi uzima wa milele. Alitumiwa kwa nia ya kuonyesha yani moyo wake ulifanywa kwa mgumu ili Mungu athibitishe matendo yake makuu. Na sio tu kwa sababu Mungu aliamua kufanya kwa mgumu kwa sababu tu eti anani, hapana. Ni kwa sababu ya ukaidi wake. Kama vile ambavyo wewe mwenyewe unakaidi unapoambiwa neno la Mungu. Unaambiwa kaa ndani ya Yesu. Kukaa ndani ya Yesu maana yake ni kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimwamini Yesu Kristo, anasema anakuja kufanya makao ndani yako. Yaani ukikaa ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ndani yako, hapo tayari unakuwa yani unakumekaa ndani ya Kristo, kwa maana kwamba umemwamini Yesu Kristo ya kuwa yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na siku moja atarudi kukuchukua kwenda mbinguni. Kwa hiyo ukikubaliana na jambo hilo, Mungu anakutengeneza na anaanza kukuongoza kufanya mambo ambayo baada ya maisha hapa duniani utaurithi uzima wa milele. Lakini ukikaidi, ndo wengine unashangaa wanafanya vitu vya ajabu mpaka unashangaa. Na Mungu anawatumia watu kufanya vitu ambavyo mwisho wa siku vitamletea Mungu tukufu mkubwa sana kwa ugumu wa mioyo yao ya kutokuamini. Kama vile ambavyo wewe unaweza ukakataa, ukashindwa kuamini, ukakataa kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yesu anakuambia kaa ndani yangu na mimi ndani yako, ili uweze kutenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ili uweze kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi, ili uweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Anataka ukae ndani yake, anataka ukae ndani yake, nikae ndani yake, kwa sababu mimi peke yangu siwezi neno lolote. Mstari wa 6 anasema mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kukanyagwa, hunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Rafiki yangu, Shetani hawezi akakuruhusu uishi maisha ya matakatifu ya kumpendeza Mungu, ufanye vitu vinavyomletea Mungu tukufu wakati hujakaa ndani ya Yesu Kristo. Hauna nguvu wewe za kumshinda Shetani. Kwa sababu Shetani tayari aishakuteka mateka tangu Adamu alipotenda dhambi, akamwasi Mungu, akamkosea Mungu. Tangu kipindi kile aliteka mateka Shetani. Kwa hiyo alichukua umiliki na uhalali juu ya mwanadamu. Kwa hiyo anao uwezo na mamlaka juu ya mwanadamu. Lakini ukimwamini Yesu Kristo, ndo hapa anaposema ninyi hamwezi neno lolote pasipo mimi. Pasipo mimi ninyi hamwezi neno
lolote. Maana yake shetani anatupinga, shetani anatuzuia, shetani anatuwekea vikwazo, shetani anatuwekea vizuizi. Kwa hiyo tukikaa ndani ya Yesu Kristo, Mungu anatusaidia, anatupa uwezo, anatupa Roho Mtakatifu anayetuwezesha kutenda mambo, kutenda jambo sahihi kwa wakati sahihi na mahali sahihi. Nimekueleza, usijaji kwa kuangalia kwamba mbona kuna kitu fulani nimekifanya, mbona ninaweza kufanya hiki, mbona ninaweza. Sawa, unaweza ukafanya hivyo, vyote viko ndani ya uwezo wako wa kuvifanya, kwa sababu bado una nguvu, bado una uwezo. Lakini utafika wakati ambapo hautaweza kutoka, hautaweza kwenda huko wala kule wala kukimbia kama unavyokimbia sasa hivi, lakini watu watakuwa na kutoa, wanakupeleka huko na huko. Hapo ndo utaanza kusema kumbe mambo yote ni ubatili, kama ambavyo Sulemani alivyofikia mahali kusema, japo yeye alipata neema mwishoni, akaja akamrudia Mungu dakika za mwishoni. Lakini usije ukategemea neema hiyo, rafiki yangu. Kuna wakati mwingine neema hiyo inakosekana, unajikuta unaondoka duniani haujatengeneza na Mungu. Yesu anakuita sasa hivi, anakwambia kaa ndani yangu, kaa ndani yangu, kaa ndani yangu. Anakuita ukae ndani yake, kwa sababu ukikataa kukaa ndani yake, mstari wa 6 anasema mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Utatupwa nje, rafiki yangu. Ukikataa kukaa ndani ya Yesu Kristo utatupwa nje, na mwisho wa siku utatupwa motoni, utanyauka na mwisho wa siku utatupwa motoni. Ukiwa bado una nguvu na uwezo, kaa ndani ya Yesu, kubali kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu bila yeye hauwezi neno lolote. Sio mambo ya kiroho tu peke yake, hata mambo ya kimwili, sio mambo ya kidini tu peke yake, hata kwenye kazi zako, hata kwenye shughuli zako. Rafiki yangu, Yesu Kristo anakuita, anasema ukae ndani yake na yeye akae ndani yako. Mstari wa 7 anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Anasema tuombe lolote tunalotaka kama tutakuwa tumekubali kweli kukaa ndani ya Yesu Kristo. Unajua, mwanzoni wakati nimeokoka, nilikuwa na tafakari, nasema how it is come, yani hii inakuaje, yani inakujaje hii kwamba tuombe neno lolote tu. Kuomba kwenye neno lolote, na Mungu anaangalia nia ya moyo wako, kwamba kweli jambo hili unaloliomba linaniletea utukufu. Nia yako ni nini juu ya jambo hili unaloliomba? Na ndio maana sehemu zingine Biblia inasema mwaomba mpate, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa hiyo kwenye kuomba lolote, ila ukikaa ndani ya Yesu Kristo. Kwa nini Yesu alisema tuombe lolote? Kwa sababu ukikaa ndani ya Yesu Kristo atakupa Roho Mtakatifu, na akikupa Roho Mtakatifu anakuongoza, anakufundisha namna na jinsi ya kuomba, nini cha kuomba mbele za Mungu. Anakuongoza, anakufundisha, anakupa akili ya namna gani ya kuomba. Kwa hiyo ni muhimu sana kukaa ndani ya Yesu Kristo ili tupate hiyo nafasi ya kuomba lolote ambalo linamletea Mungu tukufu, linatimiza kusudi la Mungu, na baada ya maisha haya tuweze kuurithi uzima wa milele, tusitupwe motoni. Usipokaa ndani ya Yesu Kristo, baada ya maisha hapa duniani utatupwa motoni, maana pasipo yeye sisi hatuwezi neno lolote. Pasipo Yesu sisi hatuwezi neno lolote. Nilikueleza mwanzoni kwamba hata yule unayemuona anafanya kitu ambacho sio sahihi, ni Mungu amekiruhusu afanye, na anakifanya kwa sababu amemshauri, amemwelekeza, amekataa, amegoma ndani ya moyo wake, amekataa. Anasema mahali fulani, anasema neno la Mungu linasema, kwa kuwa wameamua kuenenda kwa akili zao, nami naliwacha waenende kwa akili zao zisizofaa. Kwa hiyo Mungu hakulazimishi, Mungu hatulazimishi kwamba fanya hiki. No. Ila ukishaingia ndani ya Yesu Kristo ndo atakulazimisha, kwa sababu wewe ni mali yake, wewe ni mwanae, umekuwa mwana. Kwa hiyo kuna wakati atakulazimisha kufanya kitu, kwa sababu anajua hata akikulazimisha utakubali. Wewe si mtoto wake, na anakupenda, anania na wewe
njema na uko tayari kwa ukimpokea Yesu Kristo, ukikaa ndani ya Yesu na Yesu ndani yako, maana yake umemwamini Yesu, umemkubali Yesu, maana yake hata kile atakachokushauri na kukuelekeza umekikubali. Kwa hiyo hata wakati mwingine akijua kabisa hiki kitu kitakuumiza, hiki kitu kitakuvunja moyo, hiki kitu kitakufanya wewe uhangaike, kitakufanya wewe upate changamoto kidogo, kitakufanya wewe ujisikie vibaya, hata kama atajua hivyo kwamba hicho kitu kitakufanya ujisikie vibaya, bado hatoacha kukukanya, hatoacha kuzuia, hatoacha, lazima atakuelekeza, atakwambia, atakuhimiza ukifanye, atakulazimisha ukifanye. Lakini kama bado hujamkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hawezi akakulazimisha wewe kumwamini, hawezi akakulazimisha wewe kufanya kitu ambacho hauko tayari kukifanya. Kwa nini? Kwa sababu wewe si mwana wake, hauna sehemu katika urithi wa uzima wa milele. Lakini wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo wanayo nafasi ya kuurithi uzima wa milele. Na ndio maana hapa anasema tukiwa ndani yake na sisi tuna hiyo nafasi ya kuomba lolote tunalolitaka ambalo linamletea Mungu utukufu, na yeye anafanyaje? Analifanya. Kwa hiyo rafiki yangu, ni muhimu sana kukaa ndani ya Yesu Kristo. Ni muhimu sana. Unataka kuona matokeo mazuri, unataka kuona mambo yako yakienda kimwili na kiroho, rafiki yangu, kaa ndani ya Yesu. Kuna vitu vingine hauhitaji kutumia nguvu sana, unamhitaji Yesu Kristo. Kuna mahali pengine hauhitaji kwamba sijui namna gani, sijui uweje, unamhitaji Yesu Kristo, kwa sababu yeye anajua na anaelewa ni namna gani tutaweza kufanikisha jambo hilo. Anasema mstari wa 8, tumalizie hapo mstari wa 8, hivyo kutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo nilikueleza neno lolote analolisema, hakikisha lile linamletea Mungu utukufu. Jambo lote ambalo unaliomba Mungu akutendee, lazima lile linamletea Mungu utukufu ili uweze kuona matokeo yake. Lazima lile linamletea Mungu utukufu. Kwa hata namna ya kuomba, angalia unaomba kwa namna gani. Jambo hilo hauombi kwa ajili ya tamaa zako mwenyewe, au haulitaki kwa ajili ya tamaa zako mwenyewe. Kama ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, Mungu atahakikisha unalipata hilo jambo. Lakini pia jua hili kwamba hauwezi neno lolote pasipo Yesu Kristo. Hata hilo unalolifanya ambalo unaliona ni ovu, ni baya, Mungu ameruhusu, ameacha ufanye. Na sio tu ameacha kwa sababu anapenda ufanye, uendelee kufanya hivyo, uendelee kuishi maisha hayo. Hapana, ni kwa kuwa tu umekuwa na moyo wa ukaidi, moyo mgumu, hautaki kumsikiliza, anakushauri, anakuelekeza, anakuambia kaa ndani yangu, lakini hautaki. Anakuambia kama vile tawi ambavyo haliwezi kuzaa likiwa nje ya mzabibu, kadhalika na ninyi mkiwa nje ya mimi hamwezi kuzaa. Tukiwa nje ya Yesu Kristo hatuwezi kuzaa matunda yanayompasa Mungu, yanayompendeza Mungu. Hatuwezi. Tutakachokifanya ni ile kwamba tutafanya vitu ambavyo mwisho wa siku havitupeleki mahali pazuri, vinatupeleka motoni. Na ndio maana unaona mstari huu wangapi? Mstari wa 6 anasema, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Hapo anajaribu kutuonyesha kitu kwamba maisha haya tunayoishi, mwisho wa siku itafika tu, kuna wakati ukomo wa maisha utaisha, na dunia hii itafika mwisho wake, na Yesu Kristo atarudi kuwachukua wateule wake. Kwa hiyo wale ambao hawakuwa ndani ya Yesu Kristo hawatapata nafasi ya kurithi uzima wa milele, bali watatupwa nje, na wakishatupwa nje watanyauka na kutupwa wapi? Motoni. Kwa hiyo mwisho wa siku usipokuwa ndani ya Yesu Kristo utaishia motoni. Yaani huo ndio uhalisia. Haina kupepesa macho, haina kukwepesha, haina kulemba, haina sala ya marehemu, haina sala ya toba eti kumwombea marehemu toba au rehema au Mungu ampunguzie dhambi. Hiyo haipo hiyo. Usipokuwa ndani ya Yesu Kristo umekufa, hauko ndani ya Yesu Kristo, utatupwa nje automatically. Na ukitupwa nje unakusanywa,
tupo wapi? Motoni. Kwa hiyo hakikisha unakaa ndani ya Yesu Kristo. Moja, atakusaidia katika maisha yako ya hapa duniani uweze kufanikisha na kuona mambo yako yanafanikiwa. Lakini pili, baada ya maisha ya hapa duniani uweze kuurithi uzima wa milele pamoja naye. Rafiki yangu, kukaa ndani ya Yesu Kristo ni muhimu sana. Wewe ambaye unasema kwa kweli, kwa hakika ninamhitaji huyu Yesu, ninahitaji Yesu akae ndani yangu, ili yale mambo nisiyoyaweza aniwezeshe, ili kila jambo lolote ninalotaka kulifanya anisaidie na aniwezeshe, anisaidie kulifanya na aniwezeshe kulifanya, na jambo lolote nitakaloliomba Mungu apate kunitendea likiwa katika mapenzi yake. Wewe rafiki yangu unayesema namhitaji Yesu, nahitaji tuombe pamoja. Naomba utanifuatisha maombi haya. Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Ninaomba Yesu unirehemu, unisamehe dhambi zangu zote. Yesu, kuanzia leo ninakukubali kwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kunirehemu. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu ambaye umenifuatisha maombi haya. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Zingatia mambo haya matatu. Hakikisha unaenda kanisani, hakikisha unasoma neno la Mungu, hakikisha unamwomba Mungu kila wakati. Ukiweza kuyazingatia hayo matatu, tutaweza kuishi maisha matakatifu, na Yesu Kristo akirudi tutaweza kuurithi uzima wa milele pamoja. Mungu wa mbinguni akutie nguvu, akuwezeshe, akupe neema ya kuweza kila unalotaka kulifanya. Maana tumejifunza kwamba ninyi hamwezi neno lolote pasipo mimi, ninyi hamwezi neno lolote. Kwa hiyo tayari umempata Yesu Kristo. Yesu Kristo yuko ndani yako. Mwambie Mungu, nahitaji uniwezeshe, unisaidie kuyatenda na kuyatimiza yale yote unayotamani kuyafanya. Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Yesu Kristo anarudi. Tuendelee mbele. Yesu Kristo anarudi. Mungu, ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya watu wako. Endelea kuwatunza na kuwalinda na kuwapa afya njema. Neema yako ya kutuwezesha kuyatimiza yale yote unayotaka tuyatimize. Tunaomba Mungu tujalie. Utuwezeshe kufanya kila jambo tunalohitaji kulifanya lililo sawa sana mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini.